zisizozidi 5 na utafuatiwa na Mheshimiwa Anatropia Theonest kwa dakika zisizozidi 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Ofisi ya Rais TAMISEMI, tukifanya vizuri tunamtendea haki mwenye jina mwenyewe. Tukifanya vibaya hatumtendei haki mwenye jina mwenyewe, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu muda ni mchache, ni aibu mpaka leo bendera ya taifa, picha ya Mheshimiwa Rais kuambia shuleni wanunue. Pelekeni, na inawezekana tuhitaji malaika Gabrieli. Jambo la pili, upande wa TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, naishukuru serikali kwa kusikiliza bunge kuongeza bajeti kwa miaka 4 mfululizo. Lakini bajeti hizo zinakwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Nkasi Kaskazini, robo 3 ya barabara zake ziko chini ya TARURA. Pamoja na kuongezeka kwa bajeti, hebu angalieni maeneo yaliyoathirika zaidi, muyape kipaumbele au kuwe na program maalum ya kuweza kumaliza hizo changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nazungumza hapa mwaka jana niliwaambia kuna kivuko kimoja ambacho kimekuwa kinapelekea vifo vingi vya wanafunzi. Nikawaambia mnasubiri mpaka nani afe mchukue maamuzi. Nashukuru mmetewa fedha kidogo. Ile barabara haijakamilika. Hatutaki tena watoto wetu waendelee kufa pale. Hatujui wale wanafunzi watakuwa nani kesho. Tuheshimu ndoto zao, tuweze kujenga hicho kivuko kati ya kata ya Isunta na kata ya Namanyele. Tuweze kumaliza kwa wakati. Jambo lingine, natambua uwekezaji ambao umefanyika kwenye wizara hii. Upande wa elimu, lakini upande wa sekta ya afya, lakini ushauri wangu, uwekezaji huo uendane na huduma zinazotolewa. Sio majengo yabaki kuwa sifa ya majengo. Huduma hizo zitolewe kulingana na uwekezaji uliofanyika. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa elimu, tuangalie sana, kuna mikoa ambayo ilikuwa nyuma kielimu. Lengo keki ya taifa tuigawanye kote, kwa maeneo yale mengine yapewe kipaumbele zaidi. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulitumia bilioni 254. Fedha kutumia sio jambo baya. Nini kilienda kufanyika? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mchengelo ameshafanya kazi kwenye wizara hizo nyingine vizuri kabisa, na hata wizara ya TAMISEMI maeneo mengine na usimamizi vizuri kabisa. Kwenye eneo la uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi ni Mkristo Mkatoliki. Ukweli utaniweka huru, mambo yalifanyika hovyo kabisa mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kuanzia mwanzo kwenye kuwaingua wagombea, haiwezekani. Tena mnaondoa mambo ambayo hayapo kisheria wala kikanuni. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mwanasheria. Eti mnasema form moja sehemu aliyojaza anajua kusoma Kiswahili, kwamba eti alipiga tiki sehemu ya pili kwamba anajua na Kiingereza kwa alikosea kujaza form. Hilo jambo linamuondoa mgombea. Naomba niwaambie, amani tunayoimba, amani ni tunda la haki. Tusipoiandaa haki, amani tutaimba hitaji kutumia mtutu wa bunduki. Mheshimiwa Rais ameanza vizuri, ametenda vizuri. Yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, bado maumivu ya Watanzania ni makubwa. Imani imepotea juu ya kulinda haki yao kwenye kura zao watakazopiga. Mimi naeleza hapa, naipenda nchi yangu. Niliwaambia wananchi wangu wasifanye fujo. Sitaki ndugu zangu waumie wala wafe kwa ajili ya uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna ajabu ilitokea, hata wale wachache waliotangazwa, siku wanakwenda kuapishwa kwa hakimu, wanakutana na aliyeshindwa, anasema nimeagizwa na chama changu nije niape. Ni aibu ya taifa. Amani tunayoizungumza leo ilitengenezwa, na kutengeneza kwake ni haki. Tendeni haki. Mheshimiwa Rais amefanya mambo yake mazuri, wasubiri wananchi waamue na haki za watu zilindwe. Maamuzi yao yaheshimiwe. Hakuna mtu leo mnaona mambo yanazungumzwa hapa. No reform, no election. Hayaji tu, ni mambo yamesababishwa na hayo maumivu ambayo watu wanazungumza. Kuna majibu yatolewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuvunja amani ya nchi hii. Tukivunja tunaenda wapi? Taifa ni la kwetu sote. Yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tusione aibu kwamba tulikosea, tujisahihishe. Turudishe amani ya taifa letu. Turudishe haki ya mpiga kura. Turudishe heshima ya mpiga kura. Viongozi wote wanatokana na maamuzi ya wananchi. Tukikosea leo, tunatengeneza taifa la namna gani? Tutasema sawa tumerudi. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tunasema mambo yamefanyika. Hata jimboni kwangu yamefanyika. Nataka nirudi kwa haki. Wananchi waamue kwamba aidha tunakurudisha bungeni, sio kwa sababu fulani amesema.
Hao wananchi watakuwa na mbunge waliyemchagua, diwani waliyemchagua, wanaweza kumkosoa kwa makosa anayofanya. Leo tukitumia mgongo wa nyuma, tukatumia mamlaka, amani hii tutayubili leo. Tunayoyubili leo hatutatumia mtutu wa bunduki kuirudisha. Tutairudisha kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Ndio ushauri wangu kwenye eneo hili, bila hofu yoyote. Kama Mkristo nitawashauri, tumetoka huko na wote tuna dini humu ndani. Makosa yaliyofanyika tukubali, yalifanyika ni makosa, tuilinde nchi yetu kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Aida kwa kuheshimu muda. Mheshimiwa Senga nilikuona, lakini kwa kuzingatia changamoto ya muda nitaomba uniwie radhi. Asante sana Mheshimiwa Senga. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na Mheshimiwa Anatropia Theonest. Ajiandae Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota na Mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Nitaanza kwa kutoa pole kwa waumini wa dini ya Kikatoliki ambako mimi pia ni muumini kwa kumpoteza kiongozi wetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Tuendelee kumwombea pumziko jema ili naye atakapofika huko azidi kutuombea. Lakini pia niendelee kwa kueleza kwamba ukisoma hotuba kuna maeneo ambayo ninajaribu kuyaquote kwa sababu ya muda, najua ni dakika 5. Waziri amesema au ameandika, tulipotoka kulikuwa na vumbi. Hapa alikuwa anaelezea rami. Tulikotoka kulikuwa na vumbi, lakini leo tunatembea kwenye rami. Tulikotoka kulikuwa na miteremko isiyopitika, leo tuna barabara zinaunganisha ndoto na fursa. Kuongezeka kwa barabara za changarawi kwa asilimia alizozitaja, anasema hivi ni viunganishi vya matumaini. Unavyosoma vyote alivyovisema katika jimbo langu la Kyerwa ni kama havina uhusiano. Na wakati mwingine nikiwa nasoma najiuliza, hivi tuna Tanzania ngapi? Natambua kwamba resources zinaweza zisitoshe, lakini resources zitakuwa na maana kama zikimgusa mmoja mmoja, kama zikigusa jamii, kama zikigusa wilaya, kama zikigusa jimbo. Sisemi hakuna kilichofanyika, lakini nikipata muda nikaeleza ramani ya wilaya ya Kyerwa, kuanzia zahanati, hali ya zahanati, idadi ya watumishi, hali yenyewe iliyopo, vyumba wanavyotumia kina mama, maeneo ya kupumzikia. Nikaanza zahanati moja moja, nikakutajia Songambele, nikatoka nikakutajia Nyakatuntu na maeneo mengine. Utasema kweli hii mlioandika Mheshimiwa Waziri haituhusu sisi. Lakini tukitoka hapa tukaenda kwenye changamoto ya vyumba vya madarasa ya shule za misingi. Kuna baadhi ya vyumba tukiongelea baadhi ya vyumba majengo yamechakaa. Maeneo mengine sawa wamejenga, lakini sisi ukijenga maeneo mengine na kwenye wilaya isiguswe, wananchi hawezi kuelewa unachokisema. Kwa hiyo bado tuna vyumba vingi ambavyo ni chakavu kwenye maeneo yetu, nikianza kwenye shule ya msingi Songambele na maeneo mengine kadha wa kadha ambayo kwa sababu na dakika 5 sitayataja. Lakini wito wangu naotaka kuutoa, wananchi wametumia gharama zao kujenga magofu. Tuna magofu ambayo yana wastani wa zaidi ya miaka 15 mpaka 12. Serikali tunaomba mwende mmalizie hayo majengo kwa sababu wameajenga kwa maumivu makali, wamejenga kwa kufungiwa, wamejenga lakini leo ameshindwa kuisha. Naomba tutie nguvu kuhakikisha haya majengo yanakamilika. Lakini sio hivyo tu. Changamoto ya vyoo. Leo katika karne ya 21 wakati ukijisifia kuna maeneo kadha kadha mashule ya msingi kwenye maeneo yetu yanafungwa kwa kukosa vyoo. Orodha ni ndefu, muda hautoshi, lakini waziri akitaka nitampatia. Vyumba vinafungwa, shule inatishiwa kufunga kwa sababu haina matundu ya vyoo. Kuna shule moja ya msingi ambayo iko kata ya Nyakatuntu, wana matundu mawili ambao haya matundu wanatumia walimu na wanafunzi, matundu mawili ambao mengine yameshazama. Hiyo tunaongelea karne ya 21. Lakini pia twende kwenye habari za barabara. Nyie wote mnajua nimekuwa niongelea changamoto ya TARURA wilaya ya Kyerwa kwamba bajeti ya TARURA wakati mwingine haitoshelezi kwa sababu ya nature ya kijiografia na maeneo yetu. Kwa hiyo ni lazima tunapokuwa tunaongelea hizo quick wins zisambae kwenye maeneo yote na hasa maeneo ambayo ni ya kimkakati. Ukija kwenye wilaya zetu zina uchumi, zina rutuba, zina kila kitu. Kama serikali ikiwekeza, kama serikali ikitoa maendeleo, ina maana sisi tutafika mbali. Naomba hayo niaache nije kwenye kazi ambazo ameifanya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ni mmoja kati ya champion ya maridhiano.
Mheshimiwa Rais amekuja na kitu kinaitwa 4R. Sisi wengine tuliamini kwamba nchi ilihitaji mwanamke katika wakati sahihi kuiponya, na akaja na 4R zake akasema kuna reconciliation, resilience, reforms, rebuilding. Hizo ndio 4R ambazo zimemdefine Mheshimiwa Rais duniani. Sasa leo kinachotokea kwa watu wa chama changu Chadema, wanasema no reform no election. Mnajua imetoka wapi? Kwenye ile 4R ya Mheshimiwa Rais ya 3 wamesema wanataka reform. Ni kwa nini wametaka reform? Kwa sababu ya past experience. Sisi wote humu ndani tumewahi kukiri kuna wakati mambo yanaweza kwenda ndivyo sivyo. Hivi kwa watu kusema wanataka reform ni kosa? Mheshimiwa Rais yeye ameridhia kwamba hii nchi kama taifa tuje pamoja, tujadili mustakabali wa maendeleo yetu. Ndio maana ameleta reform. Ameongelea reconstruction. Kuna shida ya reconciliation. Leo tunawaweka watu ndani kwa sababu ya kutaka reform. Tundu Lissu ni sahihi. Hii amani tulionao leo, amani ni tunda la haki. Amani tulionao leo, kuna watu wamefanya kazi kubwa mpaka amani tunayo leo. Hatuwezi kukubali kuivuruga amani kwa sababu ya ubinafsi wa uchaguzi. Hatuwezi kutaka kuhimiza Tanzania. Kwanza wanasiasa ni wangapi? Kwanza wabunge ni wangapi? Mawaziri ni wangapi? Kwa population ya Tanzania watu zaidi ya milioni 60. Na then tunapaswa tukae chini kama taifa tupate mustakabali. Wamekuwa wakitoa mfano katika game ya Simba na Yanga. Unamruhusuje refali wa Yanga kuchezesha hiyo game? Hayo maelezo mbona ni yako wazi? Na nirudie kusema, iki chama kazi mmefanya, si mmejenga rami, si mmepeleka zahanati, si mmepeleka umeme, kwani shida iko wapi refali akiwa neutral? Mimi nadhani hiyo ndio call napasa kuitoa. Nimalizia na chaguzi za serikali za mtaa. Aliyemaliza kuongea ameongea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dakika moja. Kuna maeneo ambako kulikuwa na mgombea mmoja. Wananchi walipasa kupiga kura ya hapana. Hao ndio. Au wananchi walipiga kura ya hapana, maeneo mengine kura zao hazijawahi kuhesabiwa mpaka leo na mshindi hajawahi kutangazwa. Haya mambo yanaliumiza taifa. Sisi tunataka taifa letu la amani lenye viongozi wanaoheshimika waliopatikana kwa credibility. Tudumishe hiyo, itatufikisha mbali. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana waheshimiwa wabunge, mmejitahidi kuzingatia muda. Nashukuru sana. Stanislaus Shingoma Mabula. Mheshimiwa Ali Anyigulile Jumbe Mlagila ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Na mimi niungane na wenzangu kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo anaifanya na miongozo ambayo anaitoa kwa wizara hii ya TAMISEMI. Lakini pili, nichukue nafasi hii kumpongeza waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, kijana wetu Mohamed Mchengerwa kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na usimamizi mzuri. Hongera sana. Lakini pili, na naibu mawaziri tuna Zainabu Katimba na Dr. Feso Ndugane, ni naibu mawaziri ambao ni wasikivu, wanafikika muda wote na wanatoa ushirikiano kwa wabunge. Kwa hiyo hongereni sana na muendelee na moyo kama huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nimpongeze katibu mkuu wa wizara hii ndugu Adolf Ndunguru, watendaji wakuu wa kiti